الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن في آخر أيام رمضان، والذي يلي بعد رمضان هو العيد. إذن بعد رمضان يأتي العيد، وهو الفرصة العظيمة، ولكن فرحة، وهذه الفرحة بأي شيء. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha mpaka hapa tukiwa tuko ukingoni mwa kumaliza mwezi wa Ramadhan, lakini hatufurahi sisi kwa kuondoka mwezi wa Ramadhan, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umejaa kheri nyingi ndani yake ambazo hazipatikani nje ya mwezi wa Ramadhani, yani kwa maana kwenye miezi mingine 11, ikiwemo ni kama vile kuongezewa katika ibada thawabu zaidi ya vile tulivyokuwa tukilipwa nje ya mwezi wa Ramadhani. Kama vile mwenye kutekeleza sunna ya swala katika mwezi wa Ramadhani walipwa malipo ya swala kamili ya faradhi. Hili ni jambo ambalo halipatikani isipokuwa kwenye mwezi wa Ramadhani peke yake. Sasa baada ya mwezi wa Ramadhani kinachofuatia hapa ni Eid. Sasa hii Eid tujue ya kwamba pia ni nafasi kubwa na nafasi tukufu, lakini vipi sisi tutafurahi kwenye siku hii ya Eid? Kwa sababu watu wana furaha tofauti tofauti na kila mmoja na uelewa tofauti wa kufurahi kwenye siku hii ya Eid. Sasa vipi tutaifurahia siku hii ya Eid? Hali annana sawfa nuftiru wa naakulu wala nasumu, hali annana sanalabu wa nalhu wa namrahu, laysa kadhalika. Je, ni kwamba sisi tutafurahi kwa sababu tutakula na tutakunywa, au kwa sababu tutacheza na kupumbaa? Jambo aliko hivyo. Walakinna nafrah bitawfiqi Allah azza wa jalla bisababi anna Allah ta'ala farada alaina siyama shahri Ramadhan wa wafaqana lisiyamihi. Sisi tutafurahi kwa sababu Allah Ta'ala yeye ametujalia sisi tukaukamilisha mwezi wa Ramadhani na akatuwafikisha kwenye hilo, kwa sababu mambo yote hayendi isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Lakini pia mmoja katika wasemaji ana maneno anasema ya kwamba laysa kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu, si kila ambacho mtu anakitamani au anakitaka atakipata. Kwa sababu gani? Anasema kwa sababu fa inna safinata tajri bima tashtahi riyahu, kwa sababu ile jahazi siku zote kule baharini linalopelekwa na upepo linaenda kule upepo unakotaka. Kwa hivyo wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Lazima tupate taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maisha yetu kwa jumla, au kwenye maisha ya Muislamu kwa jumla. Kwa hivyo sisi tutafurahi kwenye siku ya Eid kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi tumeumaliza mwezi wa Ramadhani, lakini akatuwafikisha kufunga huo mwezi wa Ramadhani mpaka tukamaliza, linaili adhimil ajri wa thawabi, ili tupate kupata malipo makubwa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Aqiba kulli ibadatin yajibu shukru Allah ta'ala ala tawfiqihi li adai hadhihi al-ibada, wa li annahu daiman adau ayi ibadatin wa tawfiqu fiha la yakunu illa bifadlin wa tawfiqin min Allah azza wa jalla. Tujue ya kwamba yatakikana kila mwisho wa ibada mtu anapoifanya ni wajibu kumshukuru Allah Ta'ala, kwa sababu amemwafikisha yeye akaimaliza ile ibada. Lakini kila ibada pia, kwa kutekeleza ile ibada pia daima yatakikana mtu kila mwisho wa ibada
amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwafikisha kuifanya ile ibada, lakini pia kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala akampa nguvu akaitekeleza mpaka akaimaliza. Na ndio kaona Allah subhanahu wa ta'ala pia akatuambia kwenye kitabu chake akasema ya kwamba fa idha farakta fansab, unapomaliza kutoka kwenye ibada fulani, ibada hii ingia kwenye ibada hii. Ndio Muislamu yatakana aishi hivyo. Fa idha farakta fansab, unapomaliza ibada hii ingia kwenye ibada hii. Kwa hivyo sisi Allah atakapotuafikisha tukamaliza mwezi wa Ramadhani, sisi tutoka kwenye ibada hiyo tuingia kwenye ibada nyingine ya Idi, ambayo tuingia kwenye ibada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kutupatia taufiki hiyo ya kumaliza mwezi wa Ramadhani. Na hii Allah alimwambia nabii wake Daudi alayhi wala nabina salatu wasalam, alipomfundisha kutumia kile chuma kwa namna anavyotaka kutengeneza kila sampuli ya vitu kwa kutumia kile chuma. Allah akamwambia subhanahu wa ta'ala, i'malu ala Dauda shukra, fanyeni matendo enyi watu wa Daudi. Alimwambia Daudi na watu wake wa nyumbani, lakini na watu jamaa zake, enyi watu wa Daudi fanyeni matendo. Hii ndio shukurani, kwa sababu kuna shukurani kwa kushukuru kwa maneno na kuna shukurani kushukuru kwa vitendo. Na hii ya kushukuru kwa vitendo, hii ndio ablagu kuliko ile ya maneno, kushukuru kwa maneno. Sasa inatakikana sisi tunapopatwa na neema yoyote sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ile. Kama vile pia likaja jambo la kwamba mtu anapopata neema mpya au anapookolewa kutokana na adhabu fulani au na janga fulani, basi asujudu sijidati shukri. Sijidati shukri, mtu asujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pia Allah alimwambia Nabii Daud akamwambia na watu wake ya kwamba fanyeni matendo, huko ndiko kushukuru. I'malu ala Dauda shukra wa qalilu min ibadi ash-shakur, ni wachache katika waja wangu ambao huwa wananishukuru kila wanapopata taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaimaliza ile ibada vizuri. Ni wachache sana ambao huwa wanashukuru. Kwa hivyo sisi tutakana kila mwisho wa ibada tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ili pia lipo kwenye masiku haya. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwasema pale wakati jua limezama, kabla mtu hajafuturu, kwa maana hajatia kitu kwenye mdomo, basi hapa pana dua ambayo hairudishwi. Na hii ni kwa sababu gani? Unasema wanachuoni, kwa sababu huyu mwanadamu huyu Muislamu inakuwa ile nafsi yake imenyongeka, na mahali ambapo ni mahali pa kukubaliwa dua ni pale mtu amepata dhiki, amedhikika, ameingia kwenye shida, pale huwa maombi yake yakubaliwa, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, amma yujibul mutarra idha da'ahu, ni nani mwenye kumjibu yule ambaye amesongeka, amedhikika, ikiwa si Allah? Kwa maana ya kwamba Allah yujibu dua al-muttar, Allah ndiye anayejibu dua ya yule ambaye kwamba amedhikika. Sasa ni mahali pa kubaliwa dua kwa sababu mtu yuko kwenye shida, yuko kwenye dhiki. Na vile vile hapa pia mwisho wa hii saum yatakikana sisi tukumbuke. Mara nyingi watu hawakumbuki hapa. Mtu mara moja, kwa sababu nafsi yake yatamani vile vinywaji na vile vitu, basi mara moja mtu akimbilia vile vitu akasahau kwamba ni nafasi nzuri sana kukubaliwa dua, kwa sababu ile nafsi ilikuwa imepata unyonge na dhiki. Sasa ni mahali pake hapa kufungua, basi aombe pale na maombi yake yanakubaliwa, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lisaimi da'watu mustajaba, yule aliyefunga wana maombi yenye kukubaliwa, kwa maana yarudishwi. Wa idha shakara al-insanu rabbahu fa innahu yaziduhu tawfiqan wa hidayatan wa fadla, na Muislamu au mja anapomshukuru Mola wake, basi Mola wake humzidishia taufiki na hidayah, lakini na fadla, kama anavyosema mwenyewe Allah kwenye sura Ibrahim aya 7, la in shakartum la azidannakum, kinishukuru nitawaongezea. Walihadha qala ta'ala fi akhir ayati siyami, Allah kasema mwisho wa hizi aya za saum, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu al-idda, kamilisheni idadi hiyo ya hayo masiku ya mwezi wa Ramadhan. Walitukabbiru Allah, mkishakamilisha, labda pengine tumeona mwezi tarehe 29 au tumeyakamilisha, basi tukuona mwezi 23 tukakamilisha ile 30, basi baada ya pale si Idi inayokuja, basi tumkabiri Allah Ta'ala, kwa maana ndio ile siku ya Idi ndio ishaingia hapo. Ala ma hadakum, kwa vile alivyoongozeni Allah Ta'ala, akawapa nguvu, akawapa afya, akawapa taufiki, mkafunga ule mwezi wa Ramadhani mpaka hivi mmeumaliza, basi mshukuruni na mumkabiri Allah, wa la'allakum tashkurun, na mkifanya hivyo ndio kumshukuru Allah Ta'ala.
فيكون التكبير ويكون الشكر ويكون الاستمرار على طاعة وعدم استغلال وقت العيد في معصية الله عز وجل. ni wajibu sisi tumkabiri Allah, tumshukuru, lakini tuendelee katika kumtii Allah Taala na tuache kupatiliza hizi nyakati na huu umri katika jambo la kumuasi Allah Taala. Takana Ramadhani kitoka na sisi tumebakia kwenye zile ibada tulizofundishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fa kathiru minan nasi liyawm, watu wengi hivi leo yakhruju min Ramadhani, wanatoka kwenye mwezi wa Ramadhani, thumma yanqalibu haluhum min ta'ati ila al-ma'siyah. Kwa masikitiko makubwa, mtu sasa ametoka kwenye mwezi wa Ramadhani, hali yake yabadilika sasa. Kule kwenye Ramadhani alikuwa ni mcha Mungu, Ramadhani ikiondoka amekuwa sasa yeye ndiye muasi mkubwa sasa. Fanajiduhum yatamaduna fi fi'li al-munkarati, wao ndio wenye kufanya mambo ya uchafu ka ikhtilati rijali ma nisai. Basi wanaume wako sasa wanakutana na wanawake, kwa maana wanachanganyikana, lakini kusikiliza miziki, upuzi tofauti, lakini kutoka pengine wanawake wakiwa hawajajistiri vizuri. Haya yote ni katika mambo ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tumekatazwa hilo. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuatutaka sisi tuelekee kwake uzuri, na Allah ametuletea mwezi wa Ramadhani pia miongoni mwa malengo la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa maana mmeingia kwenye somo au kwenye class kwenye mwezi wa Ramadhani, inapoondoka Ramadhani mubakie hivyo. Sasa tusitoke nje ya pale, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, lakini watu wasitoke. Kama ilikuwa pengine watu likuwa wanakaa kwenye madarasa kama hivi, watu wadumu kwenye madarasa sasa baada ya Ramadhani, na ndio ikawa misikiti pia nayo isiwe tu wale mashehe na maustadhi na wahadhiri waitwa tu katika mwezi wa Ramadhani, lakini baada ya mwezi wa Ramadhani hakuna madarasa. Hapana, ile misikiti pia nao watu wahimizwa ili watu wabakie kule kama ambaye tuko katika mwezi wa Ramadhani bado. Fayajibu an yakuna al-eidu fursatun li shukrillahi wa takbiri wa istimrari fi al-ibada. Yatakikana hii siku ya Idi iwe ni nafasi ya kumshukuru Allah na kumkabir na kuendelea katika ibada kama ilivyotangulia kuweka wazi. Al-istimraru fi tilawati al-Qur'ani, salati at-tatawwu', an-nafaqa, ad-du'a, ili sisi tuendelee bado katika kuisoma Qur'ani, kuswali swala za sunna, kulisha, kuomba dua, wa hadhari min hajri kitabillahi wal bu'di anhu. Lakini tujitahadhari sana kukihepa kitabu cha Allah, kukiwacha na kuwa mbali nacho. Wasiyami ayami tatawwu' almustahabba, lakini pia tuendelee kufunga ile masiku ya sunna ambazo ziko baada ya mwezi wa Ramadhani, lianna alibadata laysa laha waqtun muhaddad, kwa sababu ibada haina wakati maalum. Lakini pia ndio hikma ya kuumbwa sisi majini na watu, kwa sababu Allah yasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndio lengo kubwa la Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumba watu. Hata kule na kunywa pia wengine wakasema kula na kunywa na kuvaa lile jambo la pili. Jambo la kwanza ni ibada. Hilo ndio lengo aliloumba Allah sisi na majini, tumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ibada wa ta'a yajibu yastamirra alayhima al-insanu, yatakikana mtu aendelee katika kufanya ibada na kumtii Allah, ni jambo la lazima, litakana endelee hivyo mpaka mauti yampate kwa hali hiyo, kama Allah anavyosema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakupate wewe mauti. Al-yaqinu bimaana al-maut, mpaka yakupate wewe mauti. Ama pia kuna jambo jingine, zakatul fitri, jambo la zakatul fitri. Hili jambo ni lazima kwa kila Muislamu, mkubwa mdogo, tajiri maskini, mwanamume mwanamke, aliye huru aliyefungwa, hawa wote watakana watoe zakatul fitri. Nayo وهي تكون في نهاية شهر رمضان ولهذا سميت zakatul fitri. Hii inakuwa ni mwisho wa Ramadhani, ndio maana ikaitwa zakatul fitri. yukhrijuha almuslimu an nafsihi wa an man huwa mas'ulun anin nafaqati alayhi. Muislamu ataitoa zakatul fitri mwenyewe kujitolea yeye, lakini kumtolea yule ambaye yuamlisha yeye. Wakana an-nabii sallallahu alayhi wasallam ya'muru an tuadda qabla khuruji an-nasi lis-salah. Na alikuwa Mtume sallallahu kwenye hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu kwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, alikuwa akiamrisha Mtume sallallahu itolewe zakatul fitri kabla watu hawaja kwenda kwenye mswala, kabla tuaje kwenda kuswali Eid. Wakana sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yuadunaha qabla al-Eid bi yawmin au yawmayn.
Na walikuwa pia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiitoa hii zakatul fitri kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili. Walikuwa pia wakitanguliza kwa Eid kabla ya Eid kwa siku au siku mbili. Wala yajuzu ta'khiru an salati wala takdimu an yawmayn qabla al-Eid. Wala ifai kinyume chake. Mtu akatoa baada ya watu washaswali Eid ndio mtu yaje atoe, au mtu atoe kwa maana atoe kabla ya siku mbili kabla ya Eid, kwa maana ametanguliza kabla ya siku mbili kwa Eid, yeye akatoa mapema yake. Hapana, itakikani. Itakikana mtu atoe kabla ya Eid kwa siku moja au kabla ya siku mbili kwa Eid, ndio mtu aitoe pale. Zakatul fitri min at-ta'ami wala yajuzu ikhrajul qima. Lakini pia zakatul fitri ni chakula kinachotolewa, hakutolewi pesa wala mavazi. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuaddi zakata Ramadan sa'an min at-ta'ami 'an as-saghiri wal-kabiri wal-hurri wal-mamluk. Asema Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha itolewe zakaya ya Ramadhan iwe ni pishi ya chakula kwa mdogo na mkubwa, aliyehuru, aliyemilikiwa. Man adda saltan qubila minhu wa ahsabuhu, qala man adda daqiqan qubila minhu. Atakayetoa unga atakubaliwa pia, atakayetoa unga, hakutoa chakula kinametoa unga, atakubaliwa. Man adda sawiqan qubila minhu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema huyu sahaba radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin. Tulikuwa tukitoa sisi zakatul fitri pishi ya chakula, au sa'a min sha'ir, au pishi ya sha'ir, au sa'a min zabib, au tulikuwa tukitoa pishi ya zabibu. Kwa maana hivi ni vyakula vilivyokuwa wakitumia wao. Fa inna ikhrajaha la yujzi'u illa min at-ta'am. Kuitoa zakatul fitri haifai isipokuwa ni chakula, yani kifai kitu kingine isipokuwa kinachotolewa ni chakula, alladhi yukalu, chakula ambacho chapimwa kwa kilo, wa yumkinu takhzinuhu, na pia inawezekana kukiweka kwa maana kikakaa muda fulani, kwa maana hiyo ni nafaka, kinakaa muda fulani, kama dhukira fil hadithain sabiqain. Asa na hiyo pishi pia ni kilo 2 na gramu 40, kilo 2 na gramu 40. Kwa ufupi ni kama kilo 2.5 mpaka kilo 3. Watajidu nas alana, utawapata watu hivi sasa, yahkumuna ahwaahum, wanayahukumu mambo kwa hawa zao tu, wayakuluna, wanasema ikhrajuha nuqudan au malabisan au farshan au ghairahu yakunu afdal. Sisi tukitoa pesa bwana, au tukitoa nguo, au tukitoa magodoro, matandiko haya, hii naona ni bora zaidi. Wa hal natruku shar'a Allah azza wa jalla wa sunnata nabii sallallahu alaihi wasallam wa naj'ala shar'a tabi'an lil ahwa'i wal ara'i. Je, hivi itakuwa ni sawa sisi tuiache sheria ya Allah, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tuifanye sheria ni matamanio ya hawa watu na akili zao? Man istahsana shay'an yaf'aluhu, kwamba yule ambaye kwamba basi ataona kwenye akili yake kitu cha mfaa, yawezekana basi yeye afanye hivyo. Haiwezekani. Na ndio kaona Ali radhiallahu anhu akawi wasema ya kwamba law kana dinu birra'i la kana almashu asfala alkhufi au aula min a'lahu. Kama ingelikuwa hii dini enda na akili, maana yake haiendi na dalili, yaenda na akili, basi ingelikuwa ile hofu, mtu akivaa ile hofu, mtu kupangusa chini ni aula zaidi kuliko huku juu. Lakini sheria inatufundisha tupangusa juu. Sasa si chini ndio kwenye kukanyagwa, lakini hapana, sheria inkuja hivyo, Mtume sasa anatufundisha hivyo. Kwa hivyo hatuwezi kutumia akili kwenye dalili. Hii Qur'ani na hii hadithi ni dalili, hatuwezi kutumia akili. Ni vitu viwili haviendani. Kwa hivyo mtu akaja na akili, sasa si huku chini ndio kuna kukanyaga, mbona tufute juu? Ni Mtume sasa ndio alitufundisha hivyo. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hivyo hatuwezi kufuata akili sisi, akili tuiweka kando kwenye dalili. Fa inna shar'a min ladun hakimin alimin khabir. Hii sheria yatoka kwa Allah mwenyewe, mwenye hukumu na mwenye hikma, mjuzi, mwenye habari lakini mtambuzi. Fallahu khabirun, fallahu azza wa jalla a'lamu. Yeye Allah ndiye mtambuzi na yeye ndiye mjuzi zaidi. Bali wajib ala al-insani idha istahsana shay'an mukhalifan li shar'i Allah azza wa jalla an yattahima aqlahu wa ra'yahu bighairi sawab. Na ikiwa kuna mtu ambaye ataona akili yake iko sawa sawa kuliko hiyo sheria ya Allah, yani ile jambo akilipima kwa akili, aona kiakili lenda, lakini huku kuna maneno ya Mtume au kuna maneno ya Allah amesema hivi, lakini akaona akili yake aliyoitumia kwamba hii naona itakuwa sawa sawa hii, basi mtu aituhumu akili yake
kwa sababu imeenda kinyume na sheria. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Allah yasema na watahadhari wale ambao kwamba waenda kinyume na sheria ya Allah. Wengine pia wakasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakasema maneno ya Allah, lakini sheria yote kwa jumla. Hawa watahadhari kwa sababu watapata fitna, mateso, dhiki, shida hapa duniani, lakini na adhabu kubwa inawangoja yenye kutia maumivu baada ya kifo chao. Fallahu azza wa jalla la yas'alana an qawli fulani wa fulani wala fulani. Allah tutuuliza sisi kuhusu maneno ya fulani wala fulani, hapana. Walakin yas'aluna Allah azza wa jalla wa yaqulu madha ajabtumul mursalin. Allah tatuuliza sisi kuhusu tumewaitika vipi wale mitume, tumewakubalia vipi wale mitume. Hayo ndio Allah atakayotuuliza. Hatotuuliza kwamba kuhusu maneno ya fulani wala fulani, hapana, bali atatuuliza kuhusu sisi tumewaitika vipi, mwitiko wetu wa mitume ili kuwaje katika kuwaitika wao. Waqad qala al-Imam Ahmad la yuti qimataha faqila lahu. Imam Ahmad alikataa mtu asitoe pesa. Imam Ahmad alikataa pia mtu asitoe pesa. Akaulizwa, akaambiwa inna qauma yaquluna Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudhu al-qima. Umar ibn Abdul Aziz katika khilafa yake alikuwa yakichukua pesa. Faqala yad'una qawla Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa yaquluna qala fulan. Wanawacha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasema fulani amesema. Qala ibn Umar yasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri sa'a min tamrin au sa'a min sha'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifaradhisha, alilazimisha zaka ya fitri ni pishi ya tende au pishi ya shairi. Wa dhakara anna al-lahma la yujzi'u li annahu la yuqalu. Na akasema wa alaykum salam, ya kwamba nyama haifai, yani mtu atoe zakatul fitri nyama haifai mtu atoe nyama kwa sababu nyama haipimiki, haipimwi kwa kilo hiyo nyama. Wal insanu yatabi'u al-balada. Lakini jambo jingine, huyu mwenye kutoa zakatul fitri huyu atakikana afuate mji wake alladhi yukimu fihi, ambayo yuishi huko, afuatie huko. Fayukhriju lilfuqara'i nafs albalad. Ataitoa hizo zakatul fitri kwa mafukara wa ule mji wake pale ule anaoishi, kwa maana asitoe nje, aitoe pale kwenye mji wake anapoishi. Ila isipokuwa idha kana la yujadu ahadun ya'khudhuha au yastahiquha, ikiwa pengine itakuwa kupatikana sasa mtu ambaye kwamba sasa watu wote wamejitosheleza, hakuna mwenye kupewa hiyo, kila mmoja ashapewa. Sasa hapa ndio wasema fatunqalu li aqraba makan fihi fuqara wallahu alam. Sasa hapa ndio itachukuliwa hii zaka, itapelekwa sehemu karibu na ule mji ambao yeye waishi, kwa sababu kule ndo kuna mafukara, hapa watu washajitosheleza, kwa hivyo itapelekwa kule. Lakini haifai kuihamisha zakatul fitri kabla bado hatujahakikisha kwamba kwenye mji kwamba kuna mtu ambaye hajapata. Ikiwa itakuwa kuna mtu hajapata, basi yatolewa pale pale. Watu wamejikwasi pale, yapelekwa kwenye mji jirani, lakini haifai kuhamishwa. Biidhnillah taala ninakusudia tu kuyazungumza haya mawili, jambo la Idi, la namna gani sisi tutaifurahikia Idi, lakini pia jambo la zakatul fitri. Biidhnillah taala tumuomba Allah tujalie ni wenye kuyasikia mazuri na kuyafuata, na Allah subhanahu wa ta'ala pia atupe taufiki tuumalize mwezi wa Ramadhani na tutakabalie matendo yetu yote ambayo tumeyatenda katika mwezi wa Ramadhani, na atufikishe pia kwenye Eid. Kwa hivyo kubwa zaidi ndugu zangu ni sisi tu kuhimizana na kutahadharishana, lakini na watu kuelekezana. Ile Eid furaha si kwenye michanganyiko ya wanaume na wanawake, si furaha hiyo kufurahikia namna hiyo, bali ni watu takana kufurahi kwetu sisi ni kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyokuwa kwenye mwezi wa Ramadhani, ndio tuishi hivyo sasa kwenye miezi mingine 11. Na hii pia ni miongoni mwa hikma ambazo Allah ameuleta mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa hikma pia wallahu alam ni hiyo, kwamba watu waishi kwenye miezi 11 kama walivyoishi kwenye mwezi wa Ramadhani. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Labda ikiwa kuna swali tuulizane. Naam.